Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wafa'alul khaira, fanyeni jambo la khairi. Ndio hapa moyo wa Sayyidina Zaid bin Thabit ukafunguka na akaanza kukusanya Qur'ani. Ikakusanywa Qur'ani mpaka Qur'ani yote ikawa iko pahali pamoja. Hii Qur'ani kukusanywa haikukusanywa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikusanywa jumia fi ahdi Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma jaa ahdu Sayyidina Uthman, kisha ikaja wakati sasa wa Sayyidina Uthmani kuwa ni khalifa, na Qur'ani intashara fi mashariqi al-ardhi wa magharibiha. Qur'ani imeenea kila pahali. Sasa ikawa kila mmoja anaisoma vile atakavyo. Sura hii anaiweka hivi, sura hii anaiweka hivi, yuqaddimu hadhihi sura ala hadhihi wa yuqaddimu hadhihi ala ikhtilaf. Watu wakaja kwa Sayyidina Uthman, kama Sayyidina Uthman, adrikil umma, wadiriki umma. Qur'ani sasa imekuwa kila mmoja wamesoma mfano wake. Sayyidina Umar fa arsala ila Hafsata binti Sayyidina Abi Bakar, Sayyidina Umar akatumiliza zaujati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, akatumiliza watu kwa Hafsa, ukachukuliwa mswahafu ndio ukapangwa hivi ulivyopangwa. Kwa kwanza suratul Baqara, ya pili katika tartibu al-mushaf ni surati kwanza ni suratul Fatiha, kisha ni suratul Baqara, kisha ni suratu Ali Imran, kisha ni suratu Nisa. Hii ilikuja kwa mipango ya baadaye. Kisha mswahafu ukawa hauna nukta zile, wala hauna harakat, fatha, kasra, dhumma, hata mpaka ikaja watu ikawa wanasoma Qur'ani kwa makosa. Wanasoma Qur'ani kwa makosa. Ndio sasa ikaanza kuwekwa kuwa alba'u nuktatun min asfaliha, ikawa ino nukta chini. Haikuwekwa kwa toa Mtume, ni bid'a, lakini wallahi huwa khair, ni khairi. Watu walikuwa wakisoma, hata mmoja aliona mswahafu hauna laysa maaha nuqat wala alharakat, faqara dirhamun yaakulu wa yatamatta'u, faqala rakhis wallah. Qara dirhamun yaakulu wa yatamatta'u, akasema rakhis wallah, rakhisi. Dirhamu moja waweza kula na kustarehe, kumbe ni dharhum yaakulu wa yatamatta'u. Kwa kuwa alikuwa haina nukati, ni ad-dalu wal-ra'u wal-ha'u wal-mim, faqara dirhamu moja yaakulu. Wakafika watu wakawa wanasoma suratul Fatiha, iyyaka na'budu fasa'ala wa iyyaka 70 wala wa iyyaka 90, iyyaka 70 wala wa iyyaka 90, la wa iyyaka nasta'in, lianna ma fihi nuqat wala alharakat. Akasoma. Ilipofika wakati huo tena, ikafika wakati wa al-Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf tumjua tarehe yake, hastamani katika Hajjaj bin Yusuf alikuwa ni mtu mwenye tarehe ambayo kwamba ni mbaya katika tarehe yake kubwa ameivunja al-Kaaba. Hadama al-Kaaba bil manjaniq, alivunja al-Kaaba. Alikuwa haoni raha mpaka auwe, mpaka kamua al-Imam Sa'id bin Jubair, akamua Sa'id bin Jubair, ikawa tarehe yake. Lakini wakati wake kukaamrishwa kuwekwe nini? Nukat. Ndio ikawa alamatul ba'i an-nuqtatu min asfaliha, alamatu ta'i an-nuqtatani, alamatu jimi wa alamatu al-khai, ikawekwa kwa haraka, fatha, kasiri, dhumma. Haya mambo yote ni mambo ambayo kwamba hayakufanyika wakati wa Mtume, lakini yalifanyika baada ya Mtume, ikawa ni khairi, Mtume akakubali. Baada yake kukaja mambo mangapi katika dini? Kukakusanywa ilmu, kuna ilmu nahwu, ilmu al-mantiq, ilmu al-balagha, ilmu al-sarf, ilmu al-tafsir, ilmu al-maani, ilmu al-badi'i. Zote hizi ni vitu ambavyo kwamba vimekuja baada yake, lakini wallahi huwa khair. Sisi tukubali jambo lolote la khairi waweza kulifanya madamu makhalafa sharia, haikukhalifu
haikukhalifu sharia. Ndio Uislamu watakikana watu wafanye bidii katika kufanya mambo ya khairi. Na wale ambao kwamba pengine mtu atakwambia hili jambo mafaalahu Rasulullah wala hakufanya mtumi wala ni mambo mangapi, wa kam min umurin nahnu na'maluha ma faalaha Rasulullah wala sahaba wala tabi'un wala tabi'u tabi'in, wa minha taqsimu at-tauhid. تقسيم التوحيد، من الذي قسم التوحيد؟ هل هناك حديث قال رسول الله التوحيد 3 أقسام؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ما قسم التوحيد بمعنى موجة، توحيد المعنى موجة، لا إله إلا الله محمد Rasulullah. Na mangapi twayafanya sisi, wa kam min ashya na'maluha ma amilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عندنا مدارس لتحفيظ القرآن. هل كان في عهد رسول الله مدارس لتحفيظ القرآن؟ kulikuwa madrasa هي تحفيظ lakini wallahi huwa khair. عندنا الآن الشهادات والامتحانات، هذا ممتاز، هذا جيد جدا، هذا جيد، هذا مقبول، هذا راسب. Mtume amefanya امتحاني، Mtume alitoa shahada. فمن الذي نجح في الامتحان الأول؟ سيدنا أبو بكر ولا عمر؟ ليس هناك امتحانات. ولكن الآن ما أكثر الامتحانات وما أكثر الشهادات بالألوان مختلفات. Shahada ngapi sasa ziko na kila shahada na daraja yake. Hii daraja yake, huyu atafika doktora, huyu atafika sijui nani, huyu atafika nani. Yote hayo ni mambo yamezuka tena fi dini, yako ndani. Manake sasa huwezi kuwa imamu, la tastati'u al'ana an takuna imaman hatta tukhrija shahada. Sasa huwezi kuwa imamu kwenda msikitini. Hebu enda msikitini, mimi nitaka kuwa imamu, mpaka ufutoe nini? Shahada. Umesoma wapi? Hivi sasa huwezi kuwa kadhi, la tastati'u an takuna qadhiyan illa bishahadat. Huwezi kuwa kadhi sasa ila paka, hata kama hukusoma, wa illam takun qara'ta shay'an, hata ukitokuwa hukusoma chochote, jahilan, uwe ni mjinga, walakin ma'aka shahada khalas. عندنا يعني المهم عندنا الشهادات، عالم الشهادات. فلذا قال العلماء اطلبوا العلم لذات العلم ولا تطلبوا العلم لشهادات ولا لأغراض أخرى. اطلبوا العلم لذات العلم، تفتني علم kwa kuwa ni ilmu sisi tuitafuta. Usitafute ilmu kwa kuwa sisi tutotaka shahada. Sasa uwezekani kila kitu mpaka shahada. Hivi sasa kwenye masajid kwa swaliwa qiyamul layl, عندنا سيالات قيام الليل نصلي في المساجد جماعات مع مكبرات الصوت، ونجتمع في المساجد هكذا قيام الليل ويذاع للناس. عندنا قيام الليل، عندنا هكذا. هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ je mtume alifanya? Je mtume alikusanya watu kwa jamani tuswalini qiyamul layl? Mtume alitoka siku 3, kharaja min baitihi 3 ayyam wa rabi'a al-yawm ma kharaj, na siku ya 4 hakutoka. Wa sunna hakadha, in kunta turidu sunna, nutoke siku 3, siku ya 4 usitoke. Lakini leo kwa soma na kwa hitimishwa fihi lailatul khatmi, usiku wa khitimisha leila ya 27, imamu asimame asome dua mpaka mwenye kusimama achoke. Yutiluna alqiyam, some walbukaa na kulia na kunini. Qiyamul layli ni sala tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. bora ya swala ya mtu ni nyumbani kwake. Tena ile kuitwa qiyamul layl ni maana yake ni bainaka wa baina rabbik, ni usimame baina yako na. Lakini sisi twasema nini? Wallahi huwa khair.
ni jambo la kheri watu kukusanyikana msikitini pahali pamoja, wakasali, kukatolewa karamu, watu wakala. Pengine mtu nyumbani kwake peke yake hawezi kufanya, lakini ikiwa ijtimaa pamoja pahali pamoja msikitini, watu waweza kufanya. Kwa hivyo mlango wa kufanya kheri katika Uislamu ni mlango uko wazi, maadamu ile kheri haijapinga kitabu wala sunna. Ndio Ramadhani hii tukawekewa durus, halakat Qur'ania, halakati za Qur'ani, durus tafasir, darsa za tafsiri al-Qur'ani. Wakaketi watu wakasomeshana Qur'ani, wakaketi watu wakasomeshana hadith, wakaketi watu wakasali tarawih, wakaketi watu wakafanya amali mzuri. Yote hayo ni mambo ya khairi na yatakikana tufanye. Mwenyezi Mungu atupe takwa katika moyo wetu, kama ilivyosomwa katika aya hapa, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma huwa taqwa? Huwa an yuta'a fala yu'sa wa yushkara fala yukfar. Ni Mwenyezi Mungu atiiwe na asiasiwe, na ni Mwenyezi Mungu ashukuriwe wala asikufurie. Hiyo ndio taqwa. Sayyidina Ali katika taarifi taqwa asema taqwa huwa al-khawfu من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد بيوم الرحيل. Takuwa ni Sayyidina Ali asema ni mambo manne. Al-khawfu min al-jalil, kwanza ni kumwogopa Mwenyezi Mungu. Ujue mimi ni kuna Mwenyezi Mungu ambao kwamba namuogopa. Al-khawfu min al-jalil wal amalu bitanzil, na kufanya kwa namna atakao Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wal qanaa'atu bil qalil, na takwa ni wewe ukinai kwa kitu kidogo, kile kitu alokupa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukinai, idha ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya سواء، كما قال الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي: إذا ما كنت في ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. ukiwa wewe ni mwenye moyo wenye qinaa, basi wewe na maliku dunia nyote muko sawa. Al-qanaatu kanzun la yanfad. Qanaa ni kanzi, ni benki, ni akiba ambayo kwamba haimaliziki. Wal qanaa raha wat tamaa junun. Al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad atuambia wal qanaa raha wat tamaa junun. Qanaa ni raha na tamaa ni wazimu. Kila mwenye tamaa utamuona ni wazimu. Na katika alama ya takwa ni al-qanaatu bil qalil. Wewe alokupatia Mwenyezi Mungu ukinai, ujue alladhi li ghairik lan yasil ilaik walladhi qusim lak hasilun ladaik. Alladhi li ghairik lan yasil ilaik, cha mtu mwingine hakikufikii. Walladhi qusim lak hasilun ladaik, na kile ambacho kwamba ni chako Mwenyezi Mungu alokugawanyia hukikosi. Chako kitakufikia na cha mwingine hakikupati. Hiyo ndo kanaa. Kisha la mwisho katika alama ya takwa, walisti'dadu liyaumi rahil, na kujiandalia kwa siku ya kuondoka. Isaida lilmauti kabla nuzuli lmauti, jiandalie na mauti kabla ya kuteremka mauti. Hakuna kitu kikubwa kama mauti. Aqrabu ghaibin yuntadhar huwa almaut. Aqrabu ghaibin yuntadhar, ndo kitu kikubwa ambacho kwamba hakiko kinachongojewa ni mauti. Mauti hujui atafika saa ngapi. Hivi sasa unaweza ukakaa hapa ukishtuka hivi umekufa, bakia huyu amekufa ghafla tu. Paka siku hizi ghafla imekuwa ni sababu. Huyu amekufa ghafla tu. Huyu alikuwa si mgonjwa, ghafla ameanguka amekufa. Alikuwa akisali amekufa. Tumuombe Mwenyezi Mungu husnul khatima. Yalla biha yalla biha yalla bi husnul khatima. Hakuna shaitani wakati anakasirika kama mtu anapoomba husnul khatima. Usema qasama dhahri, sema yalla bi husnul khatima. Shaitani usema qasama dhahri, huyu amenimaliza mimi kazi yote ninayoifanya, lakini huyu aomba husnul khatima. Na husnul khatima ndio jambo kubwa. La ta'jabu bi amali amilin
hatta tandhuru bima yukhtamu la. Mtume asema staajabu amali ya mwenye kufanya yoyote mpaka mujue, muangalie mwisho wake ni namna gani. Mwisho ni mwema au mwisho ni mbaya. Mwenyezi Mungu aturuzuku husnul khatima, na hakuna kitu kizuri kama husnul khatima. Na Mwenyezi Mungu atutie peponi inshallah taala. Hizi amali zetu tunaozifanya wakati wa Ramadhan, amali nyingi tutaraji kabuli kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Na kila ukiliona jambo ni zuri, hasa la kusaidiana, mwezi huu ni mwezi wa kusaidiana binadamu. Almuslimu akhul muslim la yadhlimuhu wala yuslimuhu. Muslim ni ndugu yake Muislamu, hamdhulumu wala hamtii kwenye matatizo. Kisha akasema nini Mwenyezi Mungu? Man farraja an muslimin kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyama wa man satara musliman satarahu Allah. Yoyote ambaye kwamba tamuona Muislamu ina shida amsaidie. Na sasa Waislamu wengi tuko nao, watu wana shida, ujaribu kusaidia watu. Ukimsaidia Muislamu hapa duniani, na kesho siku ya Kiyama itakuja wakati uwe na shida, na wewe Mwenyezi Mungu afanye nini? Akusaidie. Man faraja an muslimin kurbatan faraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyama. Yoyote mwenye kumfariji na Muislamu kurba yote, kona dhiki, ukamsaidia hata kama ni shilingi 5, ile kiasi yako, rubba dirhamin sabaqat alfa dirham. Sengine huja dirhamu moja ikashinda dirhamu 1000. Masahaba walishangaa, vipi dirhamu moja ishinde dirhamu 1000? Kaambia naam, pengine mtu eno shilingi 2 atoe nusu ibakie nusu, na pengine mtu eno milioni 10 atoe 10,000. Ni nini kwake? Si chochote, nisbia, si kidogo. Ndio Saidina Umar akamshinda Saidina Abu Bakar katika mashindano. Mwenyezi Mungu aseme waletwe, Mtume asema kusaidiwe kwenye vita, velete mali. Saidina Umar akasema siku hiyo nikatamani nimshinde Saidina Abu Bakar, nikachukua nusu ya mali yangu. Na nusu ya mali yake ilikuwa ni mali kathiri, mali mingi. Nusu ya mali yake akampelekea Mtume. Mida aonekana Saidina Abu Bakar yuwaja na mali yake kidogo, Saidina Umar mali yake ni mingi. Alipofika pale, Saidina Abu Bakar akaweka mali yake. Mtume akamuuliza, madha abqaita li ahlik, umewabakishia nini watu wako? Kaambia, abqaitu Allah wa rasula, nimembakisha Mwenyezi Mungu na mtume wake. Lakini hiyo ni makamu liyaqin, makamu makubwa ya yaqini. Usende na wewe ukafanya kwa hujafika makamu hiyo, utabakia kuomba barabarani na haifai. Hiyo ni makamu nyingine. Ufanya hivyo, lakini uwe na makamu yako usifanye hivyo kisha ukabaki barabarani ufanye makosa makubwa. Uwe wewe aliyadu sufla, wewe kila wakati waomba kisha sema nini? Abqaitu Allah wa rasula. Lau kama utakuwa abqaitu Allah wa rasulahu utoomba. Sayyidina Abubakar alikuwa akifanya hivyo, lakini ina uyakini katika moyo wangu kwa mimi riziki yangu ya kesho itanifikia tu. Alladhi li ghairik la yasili walladhi gusim lak hasib. Mimi kesho nitakula tu. Ikawa yeye moyo wake ni mkubwa, ametoa mali yake yote, amembakisha Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sayyidina Umar naye amekuja na mali mingi, mali tele amekuja nayo Sayyidina Umar. Mtume naye akamuuliza, alikuwa ashajua lengo la Sayyidina Umar alikuwa ni kushindana na Sayyidina na kushindana katika khairi yatakikana, kushindana katika khairi, musabaka fil khairi yatakikana, wastabiqul khairat yatakikana. Akamuuliza Sayyidina Umar, wa madha abqaita li ahlik, umebakishia nini watu wake? Akaambia, nisfaha, nimebakisha nusu haya nilio yatoa. Tumeambia Sayyidina Bakar amekushinda, japokuwa mali yake ni kidogo, lakini ni yale tu alionao. Kuna mtu ukimpa shilingi 10 atafurahi,
shukran, barakallahu fik, jazakallahu khair, umempa shilingi 10. Kuna mtu ukimpa shilingi 100,000 ona kama umemchezea. Mimi bwana unipa 100,000. Kwa ajili ya nini? Ile bajeti yake na iktisadi yake 100,000 kwake si kitu chochote. Kwa hivyo wewe jiangalia wewe, mimi naweza kusaidia shilingi 10, hata shilingi 10. Toa kisa maarufu cha Saidina Suleiman na Hudhud. Kisa maarufu Saidina Suleiman na Hud alikusanya Saidina Suleiman watu wake, wafalme wake wote, akaambia kesho nataka muniletee hadaya, zawadi, hadia muniletee. Basi Saidina Suleiman eno mashetani, eno majini, eno watu wakubwa, hawa akamletea dhahabu, hawa akamletea nguo, hawa akamletea Hudhud. Alikwenda na waitaje Nairobi? Parare au pandi nzige, sio? Naitwa mzige, kizungu itaje? Ndio hoyo mlosikia. Nzige. Hudhud akaja nayo ile. Alipokuja na mzige amemchukua kwenye mdomo wake, Hudhud akaenda akatupa kwenye meza Saidina Suleiman. Saidina Suleiman akashangaa, watu wameniletea dhahabu, watu wameniletea nguo, watu wameniletea pesa, wewe waniletea mimi nzige? Nzige ni chakula chako, mimi nitakula nzige mimi? Saidina Suleiman mfalme mzima, Rasulullah mzima. Suleiman akaambia jaat Suleimana yawm al-'ardhi hudhudatun alqat ilayhi jaradan kana fihi wa nataqat bilisani alhali qailatan innal hadaya ala miqdari muhdihi law kana yuhda ila alinsani qimatuhu lakana yuhda laka dunya wama fiha au wama fihi. Kiwa fihi warudisha kwenye ma, kiwa harudisha kwenye dunia. Alikuja akaambia Suleimani, kila mmoja anaenda kwa ile kiwango yake. Mimi siwezi kupata dhahabu wala siwezi kupata fedha wala mimi zawadi yangu ni hii. Zawadi yangu ni hii zawadi yako itanufaisha nini? Asema tuweza kutupa kwenye bahari, manfatahu lahmu fa alayhi bil maraq. Mwenye kumfutu nyama waweza kutoa supu kwenye bahari, ataweza kumtia pande kwenye bahari. Ikawa Saidina Suleimani akafurahi. Yule Hudhud akaambia innal hadaya ala miqdari muhdihi, hadia ni kwa kiasi ya yule mwenye kupeleka hadia. Lau kana yuhda ila linsani qimatu, lau kama mtu atapelekwa na ile qima yake, basi wewe Suleimani hufai kuletwa dhahabu, wewe utaka uletewe ulimwengu mzima. Kwa hivyo tusidharau amali, kile ulokuwa nacho kidogo jaribu kumsaidia mtu. Huna kauli wal kalimatu tayyibatu sadaqa. Katika takwa ni hiyo kalimatu tayyiba, kilma kizuri ni sadaqa. Tabassumuka ala wajhi akhika sadaqa. Kucheka kwako tu, wacha kumpa chakula. Mtu akija kwako ile ucheke na yeye tu ni sadaka. Vipi umpe chakula? Vipi umpe chakula? Kimpa chakula ni kubwa zaidi. Ile kucheka na yeye tu, jaribu kucheka na mtu ili upate fadhila. Mwenyezi Mungu atufungulie milango ya kheri na tuzidishe kufanya amal. Ramadhani yaenda, Ramadhani yamalizika. Sasa 10 al-ashru la pili liko nusu. Kesho kutwa Ramadhani itamalizika, lakini Ramadhani la yanqadhi. Ramadhani haimaliziki. Mwakani Ramadhani itarudi. Mwakani mimi nilikuwa hapa na wengine katika hapa walikuweko, na kuna wengine waliokuweko hivi sasa hawako. Wewe ndo wamalizika, si Ramadhani. Nisba tu ambiwa Ramadhani kama nisba ya ardhi kwa shamsi, waambiwa gharabati shamsu, malati shamsu, zalati shamsu. Jua liko pale pale, jua halitembei. Inaotembea ni nini? Ardhi. Ardhi ndo inaotembea, si jua inaotembea. Lakini tulipokuwa sisi tuko kwenye ardhi, tumenasibisha harakati lishamsi. Tasikia zalati shamsu, talati shamsu, gharabati shamsu. Jua liko pale pale, jua limethubutu pahali pake. Ardhi ndio inafanya nini?
inaozunguka ardhi, inaozunguka na ardhi inazunguka mara mbili. Kuna mzunguko wa haula shamsi, yatoka masaa 24, kisha kuna mzunguko wa haula nafsiha, ndio yapatikana mwaka mzima siku zake, masala ambayo kwamba ni maarufu. Na mimi na wewe tulivyokuwa hatutaki, ndio na tumenasibisha zile harakati kwa Ramadhani. Ramadhani imemalizika, Idi imemalizika, mfungo 3 umepita, haujapita, umeenda, utarudi. Ni hakika utarudi, lakini mimi na wewe tutaupata tena. Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima inda al-maut. Mwenyezi Mungu atubarikie katika jalsa yetu. Mwenyezi Mungu awabarikie watu wa msikiti kama huu ambao kwamba wametukaribisha na wametupa wakati wao, na kila alokaa katika jalsa kama hii, inshallah iwe jalsa hii yenye kuoneshwa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hapa tumejiliwa na tuko na walimu wetu, tuko na maustadhi wetu, tuko na mashekhe wetu. Tumefurahi kumwona ustadhi wetu al-Ustadh Uthman Haji Umar, ambao kwamba hali yake ni mzito, mgonjwa, lakini kwa kuwa ataka kufuata athari ya shekhe lake na ugonjwa wake amefika. Tutaomba mashekhe waliokuwekwa hapa wamwombee Mungu, hasa Mwenyezi Mungu ampe afya na ampe nguvu. Alikuwa akifanya kazi kubwa sana ya kusomesha na dawa. Tuko na Ustadh Muhammad Said Khatati, tuko na watu tulokuja nao kina Said Muhsin Abu Alama na grupu yake wote, hatutaki kuwataja wote. Khudh minni jumalan wala tutalibni بالتفصيل. Mwenyezi Mungu atubarikie katika jalsa kama hii. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha أنت وليها ومولاها، أنت ناصرها على من عداها، يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر. ربنا نسترضيك، ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك، يا رجل الإيمان جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان. يا صمد يا معطي، يا صمد يا معطي، يا صمد يا معطي، بالعطا لا تبتي، جد لعبد مخطي بالرضا والغفران. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا العظيم الحليم، لا إله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش